Karibu sana kwenye tamthilia kali nzuri na kusisimua inayosema utajiri uliojificha kwenye kaburi namba 49. Ni katika kijiji cha Mwangaza palikuwa na makaburi ya zamani ambayo hayakuguswa kwa miaka mingi. Kaburi moja tu liliandikwa namba 49 lilionekana kuwa tofauti, likiwa na jiwe lililochongwa kwa maandishi ya ajabu na maua mabichi kila asubuhi. Japokuwa kulikuwa hakuna alionekana kuyapeleka maua hayo, lakini hakuna aliyethubutu kulikaribia, bali wazee wa kijiji walidai na kusema, ndani ya kaburi hili kuna siri nzito, mtu akivumbua ama atakuwa tajiri wa dunia ama apotee kabisa. Lakini siku moja kijijini alifika kijana aitwaye Kelvin. Mchimbaji madini, alikuwa akiishi maisha ya kawaida tu, lakini mwenye kiu ya kujua mengi kuhusu historia. Alipofika kwa ajili ya mradi wa kuchunguza mchanga wa dhahabu karibu na kijiji, alisikia kuhusu kaburi namba 49. Tofauti na wakazi wa Mwangaza, Kelvin aliamua kuchunguza kaburi hilo usiku wa manane. Akiwa na torch, alienda kwenye eneo la makaburi na kusimama mbele ya kaburi lenye namba 49. Mara upepo mkali ulivuma na sauti ikimwambia, ukichagua kuchimba hapa, maisha yako hayatakuwa kama awali. Siri ya utajiri iko karibu, lakini lazima utoe sadaka ya moyo wako wa zamani. Kelvin alirudi kesho yake mchana akiwa amejizatiti. Alipoanza kuondoa mchanga, alipata sanduku la kale la mbao lililokuwa limefungwa kwa misumari ya shaba. Juu ya sanduku liliandikwa maneno haya: kile ambacho wengi utafuta kwa tamaa, mimi nilikificha kwa heshima. Ndani ya sanduku hakukuwa na dhahabu, bali kulikuwa na kitabu cha kale cha maandishi ya Kiarabu na Kiebrania, pamoja na ramani iliyoonyesha sehemu 5 duniani zilizo na siri ya dhahabu isiyoguswa. Habari za Kelvin kuchimba kaburi zilianza kusambaa. Watu walimtazama kwa hofu na wivu. Usiku mmoja alitekwa na watu wasiojulikana waliotaka ramani hiyo. Lakini kabla hawajamdhuru, mzee mmoja kipofu aitwaye Babu Sefu, ambaye kwa miaka mingi alihifadhi siri ya kaburi hilo, aliingia kati. Alisema, mimi nilikuwa mlinzi wa siri hiyo. Kaburi hilo ni zaidi ya hazina, ni daraja kati ya walimwengu wawili. Ramani hiyo haitakiwi kumilikiwa na watu wenye mioyo ya tamaa, bali wale wenye dhamira ya kubadilisha dunia. Kelvin alikubali kuachia ramani na kuchagua kusoma kitabu kilichokuwepo ndani. Ndani yake alijifunza siri ya kibiashara, maarifa ya karne zilizopita kuhusu dhahabu, mitandao ya kifedha na uwezo wa kutumia akili baada ya tamaa kupata utajiri wa kweli. Miaka 5 baadaye, Kelvin hakupata dhahabu, lakini alianzisha kampuni ya teknolojia ya uchimbaji wa kisasa aliyotoa ajira kwa maelfu. Magazeti yakamwandika mchimbaji aliyepata siri kaburini, sasa milionea wa akili. Lakini bado kila mwaka tarehe aliyolifungua kaburi huenda peke yake hadi kaburi namba 49 na kuweka ua jekundu, kwa sababu anajua utajiri mkubwa hauko kwenye mali, upo kwenye maarifa yaliyojificha. Kaburi namba 49 limekuwa sasa sehemu ya hadithi takatifu kijijini Mwangaza. Watu huambiwa, usitafute dhahabu kwa macho, tafuta kwa akili. Siri ya utajiri iko mbali, palipochimbwa kwa heshima, si kwa tamaa. Swali linakuja kwako ewe unanisikiliza muda huu.
Unadhani utajiri huko mbali ama huko kwenye mikono yako? Je, ukiwa na tamaa ni rahisi kupata mafanikio ama kurudi nyuma kimaisha? Je, uvumilivu na heshima ndio siri ya mafanikio? Basi niandikie kwenye comment section hapo ili tuweze kwenda sambamba na wewe. Jina langu naitwa Chazi na hii ni Cha the Storyteller.